penyelesaian masalah konflik di kawasan ini di Gaza dan sekitarnya. Indonesia imeamua kujitolea kwa ajili ya kuwahifadhi kwa muda wa Palestina ambao wanateseka kutokana na hali ya njaa pamoja na kiu, lakini pia kutokana na majeraha wanayokumbana nayo kutokana na vita vinavyoendelea, na ni kutokana na kile ambacho raia hao wamekuwa wakiteseka. Rais wa Indonesia Prabowo Subianto amesema nchi yake iko tayari kuwapa hifadhi ya muda waathirika wa vita kati ya Israel na Hamas, wakiwemo watoto yatima na majeruhi kutoka katika ukanda wa Gaza. Subianto amesema Indonesia iko tayari kuwasafirisha takribani watu 1000 katika awamu ya kwanza kwa ndege maalum na kuwahifadhi hadi wapone na hadi Gaza itakapokuwa na utulivu, lakini akasisitiza hatua hiyo si ya makazi ya kudumu, kwa maana watakaa kwa muda mfupi tu. Kauli ya Subianto inajiri kabla ya kuelekea Abu Dhabi kwa ziara ya Mashariki ya Kati itakayompeleka pia Uturuki, Misri, Qatar na Jordan, ambako atazungumza mpango huo wa kibinadamu. Indonesia, taifa lenye Waislamu wengi zaidi duniani, limekuwa mshirika wa karibu wa Palestina kwa muda mrefu, na sasa imeona njia sahihi ya kuweza kuhakikisha watu hao katika ukanda wa Gaza wanakuwa salama ni pamoja na kuwahifadhi, lakini kwa muda. Hata hivyo, Israel inaendeleza mashambulizi huko katika ukanda wa Gaza, na leo inadaiwa watu 25 wameuawa katika eneo hilo. Madaktari katika ukanda wa Gaza wamesema kwamba mashambulizi ya anga ya Israel yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo yamewaua watu 25, wakiwemo watoto 8 na wanawake 4. Hata hivyo, jitihada za Umoja wa Mataifa bado zinaonekana kushindwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba katika kipindi ambacho Israel inafanya mauaji, ni kipindi hiki wameigeuza Gaza kuwa katika uwanja wa vita na kuwa raia wasiokuwa na hatia. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa mara kadhaa umetoa wito juu ya Israel, lakini bado imeendelea na mauaji ya halaiki, hali ambayo inasababisha wasiwasi juu ya maisha ya watu katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Kadhalika ni juu ya vifo vya maafisa pamoja na madaktari kutoka Umoja wa Mataifa. Antonio Guterres amethibitisha juu ya mauaji ya wanawake pamoja na watoto wa Israel, lakini pili juu ya mauaji ya maafisa wa Umoja wa Mataifa, lakini ni makombora ambayo yanatoka katika upande wa Israel ndio ambayo yamesababisha mauaji hayo. Hata hivyo, ametoa wito juu ya usitishaji wa mapigano katika eneo hilo, huku Israel wala haikuwa na mpango wa kuhakikisha inasimamisha mapigano, na mpango wake ni kuendeleza mapambano kwa ajili ya kuhakikisha wapiganaji wa Kipalestina wa Hamas wanaondoka katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, kuna mambo mengi ambayo yanajiri wakati huu, lakini kubwa ni kile ambacho Rais wa Indonesia Bwana Subianto amesema anahitaji labda kuwasaidia Wapalestina ambao wamekumbwa na mauaji, lakini pia hali mbaya ya uchumi, lakini pia hali mbaya hasa ukosekanaji wa chakula, jambo ambalo ameona namna pekee ya kuweza kuwasaidia ni kuweza kuwachukua na kwenda kukaa nao kwa muda. Baada ya vita kukamilika, watarudishwa katika taifa lao. Endelea kuwa nasi wakati wote, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.